Hey guys, mambo vipi? Habari zenu? Mimi naitwa Aline Jeremiah. Nina YouTube channel ya nyimbo za Injili. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Sorry. Kiswahili sio lugha yangu. Lakini itabidi nitumie Kiswahili. Just kuongea tu kidogo. So, new song is coming soon, very soon. Samahani, nimetoka kazini sasa hivi. So wangu mmechoka. So kwenye hii channel nitakuwa na posti content nikipata muda. And then za content za kushauriana, content za kufundishana, content za expiring, za kuinspire. Wewe unaweza kuninspire in the comment. Mimi pia nikiposti video, so ili sisi sote tujengane kwa ujumla. So nilianza hii YouTube channel kupost kama ni TV channel, lakini nitakuwa na post vitu tofauti. Sometimes na post chakula nikipika, vyakula. Sometimes nitakuwa na posti matangazo, sometimes nitakuwa na posti udaku. So events mbalimbali. So kama video kama hivi nimekaa za kuinspire people, kufundishana nini na nini. So please guys, subscribe first and comment. Kwa watu ambao wali subscribe and comment, thank you so much. I do appreciate so much. Mungu awarinde, Mungu awabariki. Make sure you share this video to your friends and your sisters and your friends to your friends. Cause kila siku mimi najifunza, nao najifunza, tunajifunza sote siku zinavyoendelea kwenye maisha yetu, tunavyopumua ndio tunajifunza. So comment down below which content, sometimes if nina muda, kwa sababu niko busy na kazi, if nina muda, what kind of content you guys want. So kuna kitu nilikuwa nafikiria nataka kusema. Mimi kwanza umenisumbua. So kuna kitu nataka kusema. Kwenye haya maisha watu hatuwezi kuishi the same. Kila mtu anavyo kwanza, alivyokulia, alivyolelewa, tunaishi tofauti. Lakini kuna watu wanapitia shida. Sio kwamba watu wote ni wabaya. Kuna watu wanapitia changamoto za maisha, changamoto za familia, changamoto za mapenzi, changamoto za vitu tofauti. So vina affect kichwa, akili, nini, stress, anxiety na kadhalika. So unakuta mtu anakuwa na sivyo alivyozaliwa. Mnisikilize kwa makini. Na sivyo alivyozaliwa, kwa sababu ya vile vitu ambavyo hakutegemea kipindi anakuwa anapitana navyo, wanaomfanyia vibaya, nini, stress za mapenzi, nini, kukataliwa, kuishi na watu ambao wanamsema nini na nini, masengenyo. Unakuta mtu anabadilika kitabia, nini na nini. It's good. It's not good in life. But kuna watu wanapitia shida nyingi. Ukimwona nje, yani kitu kidogo tu ana react. Na sio kwamba huyo mtu ni mbaya, kwa sababu ya changamoto za maisha.
kwa ujumla, kwa kila kitu. So ndio maana kila kitu ukienda nje unakutana watu wana hasira nini. Mimi niligundua hasira za hao watu nini, yani kila kitu wana react vibaya, kila kitu wanataka kugombana. Mimi nikagundua kuna watu wana stress za vitu ambavyo wanapitia maisha magumu, lakini hawataki kusema, kwa sababu siku hizi huwezi kumwamini mtu mwambie nilipitia hivi na hivi na hivi. Watakuchukulia it's okay, badilika nini na nini. Hawezi kukuelewa, hawezi kuwa kwenye viatu vyako. They cannot be in your shoes and understand what you went through or what you are going through. So because nilipitia vitu kwenye maisha and then vikabadilisha mtazamo wangu. Yani nilikuwa mtu mwenye hasira to the point hakuna mtu angeniongelesha mara pili. Na sio kwamba nagombana, lakini ningekujibu nikitaka kukujibu. Sema huyu mtu amenisogelea sana, ameniambia hivi sana, mara mbili mara tatu. Yani nikikujibu ungesema huyu mtu kabisa hajamjua Mungu na anamjua Mungu. So pole nikamomba Mungu pole ikanitoa kwenye akili. Mimi ni yule mtu ukinikosea au ukinitendea mema nitakusamehe, lakini kusahau sometimes ni vigumu. So kuna watu wanatenda mabaya alafu wanasahau. Wale ambao watu wanatenda mabaya woga wanasahau mapema hivi. Lakini wale watu ambao wametendewa hawezi kusahau. Na kusahau sio kwa ubaya. Kutokusahau I don't think ni kwa ubaya. Kwa sababu kuna mtu huwezi kusahau, lakini utajizuia tena. Ukikutana na yule mtu kwenye maongezi, kwenye nini, ujizuie. Itakusaidia sana. Yani kutokuwa na hasira za karibu. Mimi naelewa sometimes watu wakireact vipi. Naelewa kwa sababu nilipitia hiyo changamoto. Yani kuwa na changamoto za unapoishi, watu wa karibu, kanisani, kazini. Yani nakwambia yani ungenikanyaga tu kidogo, hasira yangu imepanda huko juu 100%. So jamani, first of all, najua tunapitia mengi, lakini jaribu we mwenyewe kwanza kujipa amani kwa sababu yako we mwenyewe. Sio kwa sababu ya watu walio kukosea, kwa sababu yako mwenyewe. Jipe amani kwa sababu yako mwenyewe. Ili uishi vizuri, usiwe na stress, usiwe na anxiety. Sijui anxiety wanakisemaje kwa Kiswahili, lakini nitaelewa, lakini sijui kwamba wanatamka hivyo hata kwa Kiingereza. Ili ujipe amani wewe mwenyewe, kwa sababu is very important. Usipojipa amani wewe mwenyewe, hakuna mtu yoyote ambaye atakupa amani usipokumuomba Mungu yeye mwenyewe. Kusema Mungu, hivi vitu vimenichosha, kwa sababu vinachosha akili. Yani to the point kila mtu akikuongelesha unaona kwamba huyo mtu ni adui yako. Kwa sababu kuna watu ni adui zako kabisa, lakini uoga shetani anawaleta mara kwa mara. Mnakutana, alikukosea mara moja, lakini shetani atawaleta mara kwa mara, mnakutana ili tu aone reaction yako. Unaelewa?
So jamani, omba Mungu akupe amani, kwa sababu hii dunia sasa hivi hamna amani. Omba Mungu akupe amani, kumwomba Mungu sana na kusema na kumwomba Mungu, useme Mungu, hii hali imenichosha, nipe amani, nipe kusamehe sana sana vizuri. Watu watakukosea, watu watakukosea kwenye hii dunia, lakini kusema kwamba ngoja huyu mtu nilimkosea niende kumwomba msamaha, sidhani kwamba utapata watu sasa hivi. We mwenyewe achilia, jipe amani for your own future, for your own peace of mind. Sio kwamba watu wanajali unapolala, watu wanajali unaumwa, watu wanajali umelala njaa, watu wanajali huna hela za kulipa renti. Hawajali. Itabidi wewe mwenyewe ujijali, unaombe Mungu akupe amani. Nawapenda. Subscribe, comment and share. Comment them below kama kuna kitu nimekosea, kama kuna kitu nimesema vizuri. I appreciate so much. Comment down below. Nitakuwa na post video kama hizi kwenye hii channel. So comment down below, share, toa maoni yako, na Mungu awabariki. Nawapenda.